Habari za wakati huu mtazamaji wa Zantime popote ulipo, karibu sana kwenye kipindi maalum, na kama tunavyojua siku ya kesho, siku ya tarehe 26 mwezi wa 4 ni siku ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar, ambapo nchi hizi mbili ziliungana kuwa kitu kimoja, na kama wahenga wanavyosema umoja ni nguvu na utengano ni udhaifu. Lakini pia kwenye upande wa mpira tumeweza kuongea na makocha, wachezaji, wapenzi wa mpira mbalimbali kutoka maeneo mbalimbali ya Zanzibar pamoja na Dar es Salaam, lakini pia na wachezaji katika timu hizo. Baadhi yao tumeweza kuzungumza nao, wameweza kuongea namna gani wanauona umuhimu wa muungano wa Tanganyika na Zanzibar katika upande wa mpira, katika upande wa soka, na tumeweza kufahamu mambo mengi sana kutoka kwenye swala zima la muungano, umuhimu wa muungano, na twende tukaweza kusikiliza wameongea nini kuhusiana na umuhimu wa muungano hasa katika upande wa mpira wa Zanzibar pamoja na Tanzania bara. Mimi ni Amina Lumocha, na kamera ni Warda Hamid. Karibu sana. Kwa majina naitwa Zuberi Foba, mchezaji wa Azam FC. Kwanza tunashukuru kwa mashindano haya ya muungano. Muungano umeweza kutusaidia, umeweza kutuweka kwa pamoja katika timu, inaweza kutuweka pamoja kama Watanzania. Ukiangalia imetoa mashabiki kutoka Tanzania bara na kuweza kuja Zanzibar kufuatilia mashindano haya. Pia timu kutoka Tanzania bara kuja kucheza katika mashindano haya huko Zanzibar. Ukiangalia ushindano umekuwa mkubwa kupitia Tanzania bara na Zanzibar. Muungano pia umeweza kutuonyesha jinsi gani timu za Zanzibar zilipokuwa ngumu. Ukiangalia matokeo ambayo wamepata Singida jana, ni dhahiri imeweza kuonyesha pia Zanzibar ligi yao iko strong na wana timu nzuri ukilinganisha na za Tanzania bara. Kwa jina naitwa Faisal Salum Abdalla. Faisal Salum Abdalla, unaweza kuita Faitoto au Faila Sufi. Muungano unatuunganisha baina ya Zanzibar na Tanzania bara, kwa sababu sisi ni ndugu, tunaunda kitu kimoja na sote ni Watanzania na tuna upendo, tunapendana. Kwa hiyo ni muungano ambao umetuunganisha marais wetu mpaka leo tukawa pamoja na tuna kitu kimoja na tunashirikiana vitu vingi kama Watanzania. Kwa hiyo kwa jina naitwa Sabir Ramadhani China, ni kocha msaidizi wa timu ya Mlandege Sports Club. Tunashukuru kwa Mheshimiwa Rais na mama yetu mpendwa Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, rais wa Tanzania, na tunashukuru kwa rais wetu wa Zanzibar Dr. Mwinyi, na kwa kweli tunazidi kuimarika. Kombe la Muungano, Mapinduzi na Muungano, tunaimarika sana katika kombe hili. Kwa kweli tunajenga uhusiano pia uzidi kuongezeka, na la pili kwamba viwango vya wachezaji vinazidi kuongezeka, kwa sababu tusizoe timu yetu ya Zanzibar kwamba kucheza ligi yetu ya Zanzibar. Sasa hivi tunakutana na timu za Dar es Salaam, kwamba timu zilikuwa na viwango, timu kubwa zina wachezaji professional wengi. Kwa majina naitwa Abdul Muhammad Salum, ni meneja wa habari na kitengo cha mawasiliano kwa klabu ya KVZ, vile ni mchambuzi wa masuala ya michezo hususani Zanzibar. Niko hapa kuzungumzia faida ya kombe hili la Muungano, kombe ambalo lilistart mara ya mwisho 2004, lakini nilitoka kurudi kwake ni miaka mitatu sasa. Of course sisi kama Zanzibar tunajivunia sana. Hii imekuwa ni kama platform kwa wachezaji wetu wa Zanzibar, kwa sababu inakwenda kuzidisha muunganiko na ule muamko wa vijana wetu kuweza kupata nafasi ya kwenda nje ya Zanzibar kupitia platform hii. Uko nyuma ilikuwa kubwa zaidi, lakini toka imerejea imekuwa kubwa pia, kwa sababu imekwenda kufungua milango. Zamani tulikuwa tunategemea kombe la Mapinduzi tu, safari hii platform nyingine imeongezeka na baadhi ya wachezaji wamefanikiwa kuondoka kupitia kombe hili. Mfano wa wachezaji hao ni kina Selemani Mwalimu, kina Gomez, kina Gado na wengine wengi sana, kina Yasin Mjaza. Baada ya kuonekana kwenye kombe hili la Muungano wamefanikiwa kusajiliwa kwenda kule Tanzania bara. Lakini msimu jana tu pia wachezaji wengi sana baada ya kuonekana, mfano Ninju ambaye alifika fainali ya kombe la Muungano na timu ya JKU, kijana mdogo kabisa, akafanikiwa kusajiliwa na Dar es Salaam Young Africans ya pale Kariakoo. Kwa hiyo ni fursa kubwa, tunajivunia. Ni shughuli serikali zote mbili ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kuendelea kuweka nguvu au kuwekeza nguvu kwenye mashindano haya, kwa sababu ni njia moja ya kukuza ajira
kwa vijana. Kwa jina naitwa Ahmed Ali, ni meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Simba. Natoka hapa visiwani Zanzibar kwa ajili ya kushiriki mashindano ya kombe la Muungano. Ushiriki wetu wa kombe la Muungano ni juhudi za makusudi za Simba Sports Club kwenye kuunga mkono muungano wa Tanganyika na Zanzibar, muungano ambao kimsingi umetuunganisha sisi na kutufanya kuwa ndugu moja, na ukiachia mbali nyanja za kisiasa ambazo zinatuunganisha kwenye muungano huu, lakini soka vile vile linatuunganisha. Leo hii timu ya Tanzania Bara dhidi ya timu kutoka Pemba zimecheza hapa. Licha ya ushindani uliopo, lakini ni sehemu ya furaha, ni sehemu ya faraja na ni sehemu ya muungano baina ya pande hizi mbili. Mtazamaji wa Zantime Media, nadhani umeweza kufahamu mambo mbalimbali, hasa katika swala zima la faida ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar kwenye swala zima la mpira wa miguu. Wengi wanaweza kuzungumzia wanaweza kutoa maoni yao mbalimbali kuhusiana na swala zima la muungano wa Tanganyika na Zanzibar kwenye swala la mpira. Kuna umuhimu gani uwepo wa siku hii ya tarehe 26 ya mwezi wa 4, na kila mwaka siku hii huwa inajitokeza, na waasisi hao walikuwa ni Julius Kambarage Nyerere pamoja na Amani Abeid Karume, ndio walioweza kuweka muungano huu pamoja, kutuunganisha hasa pia katika upande wa soka wameweza kutuunganisha vyema. Sina ziada, nikwambia jina langu ni Amina Mmocha na kamera ni Warda Hamid. Tuonane wakati mwingine, mimi na wewe.